Ndugu zangu, kuna andiko ambalo walimu wa uongo wengi hulitumia kuonesha kuwa tarehe 25 mwezi wa 12 ni sikukuu ya Mungu jua, hivyo haitupasi kuisherehekea. Tuangalie katika Yeremia 52:31. Biblia inasema hivi: hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwa Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 wa siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kwa hiyo watu wanachukulia kwamba kumbe sherehe ile kwa kuwa ilikuwa siku ya kumwabudu Mungu jua, mfalme yule Evil-Merodaki mfalme wa Babeli akaamua kumfungua, kumtoa, kumwachia huru kwa kufurahia siku hiyo ya sherehe ile ya Mungu jua, na kumwachia Yehoyakini mfalme ambaye alichukuliwa kutoka Yerusalemu kuletwa utumwani kule Babeli, akawa amefungwa. Sasa siku ile akamfungua. Kwa hiyo wanachukulia tunapofanya sherehe tarehe 25 kwamba hatukumbuki kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Mpendo, hebu Mungu akusaidie ndugu yangu. Hapa nimeandika hivi: huyo Yehoyakini alikuwa mfalme wa Israeli aliyepelekwa utumwani Babeli pamoja na kina Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego. Baada ya miaka 37 ya uhamisho huo, alitolewa gerezani kwa sababu ya sikukuu hiyo. Mfalme wa Babeli wa wakati huo, Evil-Merodaki, alimfungua. Biblia inasema akamuinua kichwa. Tendo la kuwa gerezani ni kuinamishwa kichwa. Akamtoa gerezani mfalme Yehoyakini. Hapo mfalme wa Babeli akiadhimisha sherehe ya Mungu jua, ndipo alipomtoa. Maanake kumweka gerezani ni kumuinamisha kichwa, lakini kumtoa gerezani akamuinua kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, kwa kuwa siku zote Mungu hubadilisha kibaya kuwa kizuri, alibadili eneo lile kwenye mlima Moria, badala ya kuwa sehemu ya kuabudia Mungu Moleki, aabudiwe Mungu aliye hai. Alimbadilisha Sauli aliyekuwa akiwaburuta mahakamani watu wa njia hii, yaani wa Kristo, na kuwa mmoja katika mitume. Alimbadilisha kutoka kwenda kuwaburuta watu sasa na kumfanya kuwa mmoja katika mitume, tena mtume wa mataifa. Wapendo, Matendo ya Mitume sura 9 panasema hivi, mstari wa kwanza. Utasoma nyumbani kwako, lakini mimi nasoma mstari mmoja tu hapa. Utasoma sehemu kubwa yote, utasoma mwenyewe, lakini pointi ni kwamba alinibadilisha mimi ambaye zamani nilikuwa sifai kumtumikia, lakini sasa ninafaa sana. Kwa sababu hizo zote hatuwezi kuacha kusherehekea sikukuu ya Krismasi eti kwa kuwa katika siku hiyo walifanya sherehe ya kumwabudu Mungu jua, wakimkumbuka Nimrod na Tamuzi. Wapendo, hatuwezi kuacha kufanya sherehe siku hiyo kwa sababu Tamuzi, Nimrod ni binadamu tu. Lakini mimi nawafurahia watumishi wa Mungu wa misionari waliokuja zamani. Ziko sehemu ambazo walifika maeneo walikuwa wanatafuta mahali ambapo watu walikuwa wanaabudu miungu. Mfano kama sehemu moja kule Kigoma, nakumbuka kuna mahali ambapo panaitwa Bigabiro. Sehemu hiyo ilikuwa ni sehemu ya kuabudia miungu, lakini sehemu ile ilikuwa kina mama wajawazito hawaruhusiwi kukanyaga pale, lakini waliamua kuweka kanisa pale. Mpaka leo kuna kanisa kubwa sana. Sehemu ile ilikuwa kina mama wajawazito hawawezi kusogea, na wafalme wanapokuwa wanasimikwa walikuwa wanasimikiwa pale. Ilikuwa ni sehemu ambayo si ya kumwabudu Mungu, lakini Mungu akasababisha wale watumishi wa Mungu wakapobadilisha. Hivi sasa kina mama wenye mimba na wasio na mimba wanaingia na kutoka hekaluni pale, hakuna shida. Haleluya. Mtume Yohana alituonya kuhusu manabii wa uongo katika Yohana 1:4. Wapenzi, msiamini kila roho, zijaribuni, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Wapendwa, wengine hubabaisha watu kwa kutumia andiko fulani linalopatikana katika Injili ya Luka sura 1 mstari wa 26. Biblia inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo alikuwa ni Mariamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanadai kuwa kama Mariamu alipata mimba mwezi wa 6, kwa sababu hapa amesema mwezi wa 6, kama Mariamu alipata mimba mwezi wa 6,
na mwezi wa 6 kwa miezi yetu hapa ni June. Sasa kama alipata mimba mwezi wa 6, maanake ile mimba imedumu mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12. Ala, kwa hiyo mimba ya Bwana Yesu ilikaa miezi 6 tu. Kwa hiyo mimba miezi, angalia jinsi mnavyokosea. Mnafanya sherehe tarehe 25 wakati ni mwezi haya. Kama ni mwezi wa 6, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Desemba. Sasa kama mtu huelewi hapo, unaweza kutetemeka hapo, pengine ukavua viatu na kukimbia kwa usalama wako. Lakini ndio hapo tunasema watu mwe mnatuuliza maswali jamani. Lakini ukweli uko hivi, tusikilize ukweli ulivyo. Bwana Yesu hakuzaliwa tarehe 25/12 kwa sababu ya mimba ya mwezi wa 6 tu. Na huyo kabichi asingekuwa mzima, kwa sababu mimba ya miezi 6 huyo mtoto hawezi kuishi. Lakini wa miezi 7 ataishi. Ila hata wa miezi 8 haishi. Mimi daktari mstaafu najua, mpaka maprofesa hawajajua kwa nini mtoto wa miezi 8 hawezi kuishi. Wapendwa, mambo mengine tumwachie Mungu tu. Lakini Yesu hakukaa miezi 6 tumboni, alikaa miezi 9. Hebu tuone sasa. Nimeandika hivi, tusikie jibu letu. Hebu tusome tangu mstari wa 23 mpaka mstari wa 26. Kwa kanuni ile ile, tuanze mstari ya juu mpaka chini. Yaani Injili ya Luka sura 1 mstari wa 23 mpaka 26. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5. Ina maana baada ya malaika Gabrieli kufika kumpa taarifa kwamba atazaa, akatawa miezi mingapi? 5. Baada ya hiyo miezi 5 tunaendelea. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Wapendwa, huo mwezi wa 6 unaotajwa hapo sio mwezi Juni, bali ni mwezi wa 6 tangu Elizabeti mwezi wa 6 alipotawa. Yani ina maana kuanzia, yani ukisikia mwezi wa 6 ni mwezi wa 6 kuanzia siku ile amepata taarifa ya ujauzito. Unajua Waisraeli kina mama wale akishapata mimba haruhusiwi kutembea wala kufanya biashara. Lakini kwetu hapa kwa ajili ya maisha ya shida, utamkuta mama ana mjamzito, lakini mara yuko Mbagala, mara yuko Tegeta, anatafuta biashara na hamia huku na huku. Lakini wale Waisraeli walitulia, kunaitwa kutawa, kukaa nyumbani, kukaa riadha. Kwa hiyo alikaa nyumbani kwa muda wa miezi 5 tangu alipopelekwa taarifa ya kuchukua mimba Elizabeti. Lakini ulipofika mwezi wa 6, ndio malaika yule Gabrieli alitoka kwa Elizabeti akaenda kwa binti bikira Mariamu. Yani mwezi wa 6 sasa. Kwa hiyo kwa urahisi hapo utatakiwa kuelewa kwamba kumbe kati ya Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo wanazidiana umri miezi 6 tu. Kwa hiyo baada ya miezi 6 Mariamu naye akawa na mimba. Ndugu zangu, alipotawa miezi 6 akiwa na mimba ya Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo miezi hiyo 6 ni kati ya siku malaika Gabrieli alipofika kwa Elizabeti hadi malaika Gabrieli alipofika kwa Mariamu kumpa habari njema ya kumzaa mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji anamshinda umri Bwana Yesu miezi 6 tu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, miezi 6 iko namna hiyo. Sasa tunatakiwa tupate kuangalia, je, kama alienda mwezi wa 6, sasa tutajuaje kama huyu Yesu amezaliwa akiwa ametimiza umri wa miezi 12? Tunaendelea, sikilizeni hapo. Jambo jingine ni kwamba mwezi alipotungwa mimba Bwana Yesu, siku ile alipotungwa mimba, ule mwezi unaitwa mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisani kwa Kiebrania. Hiyo ndio kalenda ya Kiebrania. Mwezi wa Abibu ni mwezi wa kwanza Kiebrania, ambao kwa jina lingine ni mwezi wa Nisani. Nao ni mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiebrania, na mwezi huo unaanzia kati ya tarehe 16 Machi hadi 16 April. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena hapo. Jambo jingine ni kwamba mwezi alipotungwa mimba Bwana Yesu, Kiebrania ulikuwa unaitwa mwezi wa Abibu, na ulikuwa ndio mwezi wa kwanza unaitwa mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisani. Ndio mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiebrania. Nao huo mwezi unaanzia tarehe 16 mwezi Machi
mpaka tarehe 16 mwezi April. Na hapo ukihesabu sasa tangu mwezi wa 4, ukihesabu mwezi wa 4 hadi mwezi wa 12 ni miezi 9 kamili. Tuhesabu sasa, umepata mimba mwezi wa tatu ya Machi. Sasa tuanze April, May, June, July, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba. Ni miezi 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimba hiyo ilikuwa ni ya miezi 9, wapendwa, sikubabaishi mtu, ilikuwa miezi 9 kamili. Kwa hiyo Bwana Yesu hakuzaliwa kabichi. Ni vizuri kuyajua haya ili asitokee mtu yoyote kukubabaisha. Wapendwa, tumalizie kwa andiko hili. Biblia inasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye kwa habari ya tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza kwa habari ya tumaini mlilo nalo. Mimi ningesema ndani ya Kristo, lakini kwa upole na kwa hofu. Wapendwa, hebu nishughulikie kwa upole na kwa hofu. Muwe tayari kumwambia kila mtu, hilo linaeleweka. Ina maana ujiandae kujifunza ili uelewe. Akikuuliza mtu habari ya imani yako, uende kumwambia. Lakini kwa upole na kwa hofu maana yake nini? Maana yake mtu akija kukuuliza na kuhoji, unamwangalia, je, huyu amekuja kwa jinsi ya kutaka kujua ama amekuja kwa ubishi? Lakini kama amekuja kwa ubishi, wapendwa, andiko linasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hebu mwache aende huyo, mwache aende. Lakini ukimwona kama amekuja kwa ajili ya kujifunza, hebu kaa naye, endelea kumfundisha, endelea kumpa maelezo aweze kuelewa. Wapendwa, napomaliza, usiachi kufanya sherehe, kwa sababu hiyo ni kwa ajili ya kumbukumbu. Watoto wetu na watoto wetu waweze kujua matendo makuu ya Mungu aliyotufanyia. Mungu akubariki sana.